Hivi unajiona wewe ni nani? Labda unajiona wewe mzuri sana, zinakuja barua nyumbani kila siku, unakataa hizo barua. Wewe unakataa kuolewa Baada ya baba kufa, majukumu yenu nyinyi yako chini ya miguu yangu mimi, umeelewa? Na kila mchunga ataulizwa kutokana na anachokichunga. Nasipokea barua, sitaki niingie katika dhambi ya kumsimamia mtoto ambaye anafanya ubinifu. Imekuja barua ya kwanza umekataa, kuja barua ya pili, sasa imekuja barua ya 4 tena. Kabla sijaifungua umeikataa nisifungue hiyo barua. Na nasikitika, mtu wa mwisho alileta barua ni mtu ambaye najua kabisa ni sehemu sahihi ambayo inakufaa wewe dadangu. Wewe unamtaka mwanamume wa aina gani? Sio hivyo kaka, mimi nina mtu wangu pia, nampenda na yeye ananipenda, na nitamsubiri hata ikiwa miaka mingapi, kwa sababu nampenda, ndio yuko katika moyo wangu. Kwa huwezi kunifanya eti nipende kwa mtu mwingine ambaye mimi simuelewi. Unajua sana kuchunga mdomo wewe. Mwanamume mwenye ni Tariki. Eti kabisa unasema kwamba nitamsubiria kwa miaka yoyote. Ni Tariki. Tariki ni mwanaume, hana sifa ya kuwa mume. Wewe unatakiwa uolewe na mwanamume mwenye sifa ya kuwa mume. Kaka, jamani, yule ni mtu ambaye nampenda na nasimamia katika misimamo yangu. Kwa unataka niwe na mtu ambaye unamhitaji wewe kaka? Alafu nitaongea mambo mengine utahisi na kukosea. Wewe ni kaka yangu, nakupenda na nakuheshimu. Naomba katika hili uniachie mimi. Haya ni maamuzi yangu. Pia hiyo ndiyo furaha ya mdogo wako ambaye wewe unampenda, ambaye ni mimi. Simtaki yule mtu ambaye wewe unamtaka. Sawa. Wakati wewe unamsubiri Tariki, una yakini gani kama Tariki pia anakusubiria wewe? Ananisubiri ndio kwa sababu ananipenda. Na kipindi hiki ambacho anasema uko tayari hata miaka 10 kukaa kumsubiria Tariki, unapambana vipi na hali zako za kike wewe? Hayo ni mambo yangu kaka, yanayonihusu mimi, mtoto wa kike. Mimi ndo najua najikizi vipi na haja zangu. Alafu mambo mengine ni mambo ya ndani ambayo siruhusiwi hata kukwambia bana. Wada, wewe umekuwa sasa, mimi naongea wewe unaondoka, si ndio? Sio hivyo kaka. Asante mama. Nimetikia wito dadangu, siwezi. Nashukuru kwa kuitikia wito. Koe, hivi unahisi mimi na wewe tuna undugu? Kwa nini unauliza swali kama hilo? Ni kweli mimi na nyinyi tuna undugu. Kaka yako rafiki yangu kitambo sana. Kwa hiyo urafiki wetu umekuwa zaidi ya undugu. Kwa mimi pia wewe ni ndugu yangu. Kwa unahisi ukaribu wako wewe na kaka, urafiki sijui ndio kitu ambacho kinafanya mimi na wewe tusiwe karibu? Hapana. Lakini sidhani kama... Uzani nini Koe? Unanipa wakati mgumu sana. Mimi ndo napata wakati mgumu juu yako. Nahisi kuna kitu kati yangu mimi na wewe kinaishi ndani yangu. Sikiliza nikwambie Koe. Kuna vitu viwili ambavyo haviwezi kujificha. Navyo ni chuki na upendo. Unahisi ni kitu gani kimetawala zaidi yangu juu yako Koe? Koe, upendo wangu haukuanza leo. Ulianza tangia kipindi kile. Ukinipitia tunaenda shule. Ukinipitia tukienda kuteka maji. Hata kutafuta kuni. Moyo wangu umetokea kukupenda sana, sana zaidi ya sana. Mpaka hivi leo. Nakupenda Koe. Sia. So leo tu, toka kipindi kile tukiwa watoto. Sikuwa kufikiri kama siku moja tukuje kuniambia kitu cha maana. Kwa na kuheshimu kama dadangu na bado nitaendelea kukuchukulia kama dadangu.
Koe, moyo wangu unaumia sana unavyoniambia hivyo. Hata kama unipendi, niongopee basi, ili na mimi moyo wangu upate kulizika. Si ujue ni msichana mrembo sana. Wala stahili kuwa na mtu kama mimi. Subiri, vuta subira, utapata tu mwanaume ambaye anakufaa. Ila kuhusu mimi sahau. Si stahili mimi kuwa na wewe. Hebu acha kwanza pumzika. Hamna mama yangu. Mimi nataka kuwa mke bora kwa mume wangu. Kwa hiyo ni lazima niwe mkwe bora kwa mkwe wangu kwanza. Kwa hiyo ni kawaida tu mama. Kawaida nini? Toka wewe asubuhi ulivyokuja wewe ni kazi tu, umefua, umeosha vyombo, umeenda nichukulia mboga, umepika. Basi hata hivi hapana. Na hiyo ndio furaha yangu mama. Nakupenda hata kama hujanitumikia. Heshima yako na adabu yako na taadhima yako, mimi nafsi yangu nimekukubali tu. Tena naamini mwanangu akirudi ni lazima ndoa ipite. Lakini usijichoshe namna hiyo. Wewe unatakiwa sasa hivi wakuja kumfanyia ni mtoto wangu ambaye ni atakuwa mume wako. Hebu acha bwana. Mimi nitamalizia. Kaka, ndo hivyo kama unavyoona hii mifugo sasa, kipindi kama hichi huwa ni changamoto sana, kwa sababu kipindi hichi kwanza ni cha kiangazi. Kwa hiyo anahitaji uwafuatie kule majani au mabua, kwa sababu kule msituni kuna kopo malisho hakuna. Kwa hiyo sasa inakuwa ni changamoto, alafu kipindi hichi na chenyewe sasa chanjo, sasa watakiwa apate chanjo tena. Kwa hiyo ni gharama, hawa ng'ombe ni wengi sana. Sawa, mimi nadhani unajua kwa mimi nimetoka Dar es Salaam, maisha yangu yote nimewekeza huku. Na nashukuru kukutana na wewe mdogo wangu, ulichokisomea nimeona kina manufaa kwako na kwetu pia. Kama nimeamua kuwa mfugaji, sitakiwi nizikwepe changamoto za ufugaji. Sawa. Nadhani kama umesema hizi ng'ombe zinahitaji chanjo, wajibu wangu mimi niibe, nikope, ninyang'anye, ipatikane chanjo. Kwa hiyo kama utasema gharama, tuwezi kukwepa gharama katika kitu ambacho tunatumaini nacho huko mbele. Wewe niambie tu lini tunatakiwa tuchanje. Asi sawa, sio shida sana, kwa sababu nilikuwa nakutaarifu tu hizi ni changamoto ambazo tunapitia wafugaji. Kwa hiyo kikubwa hapa sasa inatakiwa dawa tuwachome Jumatano. Jumatano wapate wote chanjo. Yaani ng'ombe wote kwa ujumla, hawa wakubwa mpaka ndama. Mimi nadhani sina cha kukupinga wewe, kwa sababu wewe ndio mwalimu unanifundisha mimi kufuga pamoja na kilimo. Ila nakushukuru kwa sababu umenifanya nimekuwa mtu mwingine sasa hivi. Nilikuwa sijui kama naweza nikasimama tena. Sasa hivi nina ng'ombe 30 na aliyakuwa huko utotoni siwagi kuwa na ndoto kama nitakuja kuwa mfugaji. Unamwona huyu Mbugulu? Ndio. Huyu nilikuwa naweza kumuuza hata 900,000 kwa mnada wa kule Kang'ata kule. Lakini kwa kipindi cha kiangazi hata mtu kimwambia akupe 500,000 akupe. Tunafanyaje? Wewe waga unafanyaje kipindi kama hiki? Sasa kipindi kama hichi ninachofanya mimi huwa kuna vijana nawalipa. Nawalipa vijana, wanaenda nani kwenye mashamba ambayo yamevunwa. Wanachukua mabua yale, wanakuja wanawaletea, wanakuwa wanakula hapa. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo tu. Japokuwa maziwa tunapata kwa taabu kiangazi, lakini inakuwa sio kesi. Kidogo kinachopatikana hicho tunakitumia. Sasa ngoja. Tutakuwa tutumie akili. Kuwalipa vijana kwenda kukata na kulipia mabua, sisi kuingiza ng'ombe katika shamba la mabua, ipi nyepesi?
Sasa na wenyewe ukiingiza shambani ni ugomvi na wakulima, kwa sababu wanakuwa na itifua ile ilizi inakuwa ni shida. Kwa hiyo ukiingiza tu unagombana nao. Unaona kaka? Ukiingiza tu unagombana nao. Sasa ili tusigombane na wakulima, inabidi sasa tufanyaje? Tutume watu wakachukua ile mabua tu watuletee huku ili waweze kuishi. Sawa, mimi nimekuelewa. Sawa. Asante. Haina shida. Shikamoo dada. Marahaba. Unatokea wapi? Kwa Mataliki. Njoo kaa hapa. Walda, unachokifanya kwako unahisi ni sahihi sana. Ila kiukweli mdogo wangu unakosea. Ukiamka asubuhi, wewe ni kwa Mataliki. Huko nahisi unamaliza kila kitu, kama ni vyombo, kama ni maji, kama ni kufua, kama ni kufanyaje, yani vyote unafanya. Jiulize huku nyuma, nani anayefanya hizo kazi kama sio mimi? Hata mimi dada yako pia nachoka. Najivunia kuwa na mdogo, ukiamka asubuhi tusaidiane. Wewe ukiosha vyombo, mimi nafua. Wewe ukifanya hiki, mimi nafanya hiki. Lakini ukiamka asubuhi ni huyo. Kazi zote unaniachia mimi, kweli? Sawa dada, nimekuelewa. Nitakuwa nikitoka hapa na nafanya kwanza usafi afikisha ndo naenda. Nashukuru kama umenielewa, ila ungejiuliza kitu kimoja. Inatokea mama Taliki anakuja pap, anakuta pachafu. Yaani vyombo vichafu, uwanja hujafagiliwa, maji hayajatekwa. Alafu ya kwake ukifika unamfanyia kila kitu. Atakufikiriaje? Sisi kwa wewe unafanya kwa ajili ya kutaka nani tu. Sawa dada, nimekuelewa. Unajua nini mdogo wangu? Mimi ndo dada yako na hakuna kukuambia ukweli zaidi yangu mimi. Na mimi napenda siku zote ufanye vizuri. Sio ufanye vibaya. Sawa, nimekuelewa dadangu. Nashukuru kwa kunielewa. Ila natamani mahusiano yangu yangekuwa kama ya kwako. Kwa sababu ya kwangu ni ya maumivu tu. Ila wewe mwenzangu ni furaha tu kwako. Dada, usijali, wewe ni mzuri sana. Tena sio uzuri tu, na unaweza kutunza chungu. Japokuwa naweza kukitunza chungu, ila napenda nisipopendwa. Yaani nampenda mtu ambaye hanipendi. Kwa hiyo kwangu ni maumivu matupu. Usijali dada, huu sio wakati wa kukata tamaa. Kinachotakiwa ni wewe tu kuzidi kumpenda na kuongeza juhudi. Ipo siku yeye ataelewa nini unachomaanisha. Kama ndio hivyo, nitajitahidi kufanya hivyo ili mradi tu niyaone hayo mapenzi ya dhati na furaha katika moyo wangu. Hodi mama. Karibu. Asante. Karibu mwanangu. Asante. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo mama. Karibu mama. Asante, zawadi yako hii. Oh, asante sana mwanangu. We mtoto. Alhamdulillah. Asante mtoto wangu. Nashukuru sana. Sasa mama, mimi hata sikai naenda. Tulia. Kuna jambo nataka nikwambie zuri. Tena sana. Mwenzio amepata kazi kwa mjini. Mimi pia nimefurahi sana. Sasa nahitaji nije kuleta posa huko. Uolewe na mwanangu. Nashukuru sana mama. Afu ulivyokuwa mkarimu, kasura kako kazuri, unanikumbushia shoga yangu.
Yaani mamako alikuwa mkarimu hivyo hivyo hapa kijijini. Hasa hususani wewe na dada yako. Nimependa sana. Au hujapenda mwanangu? Mama, chochote kile utakachokipenda wewe, mimi mwenyewe sina budi kukipenda. Ila mwambie dada yako hivi. Kesho nikitoka shamba nitakuja. Hamna shida mama, karibu. Nitamwambia. Haya, nisalimie. Haya, asante. Odi. Kakoe. Kakoe. Vipi Sia? Safi. Naenda kufua hapa, nikaona nikupitie kakaangu kama una nguo chafu 2-3 unipe, nikakufulie. Ila sasa kwa bahati mbaya dada yangu toka jana mimi nilifua bwawani. Kwa nguo zangu zote hapa zilipo safi. Ila isitoshe hapa tu ndio imebaki chafu. Sio mbaya, nipe tena nikakufulie. Ni moja? Basi sawa, ngoja niingie ndani nikupe. Haya. Unaipigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba. Halo? Mambo. Ukiwa unapiga simu zaidi na nataka usipokee, basi kama ukijua kuwa sehemu uliokuwepo sistahili kupokea simu yako. Mbona sasa unakuwa mkali tena? Hapana, sio mkali. Yaani kwamba sehemu uliokuwepo mimi sistahili kupokea simu yako. Yaani siruhusi kupokea simu. Ndio maana unakuta unapiga simu zaidi na nataka usipokee. Basi sawa, nisamee. Kwani shida nini? Mama aliniambia kuwa unakuja, kwa hiyo ndio maana nikawa nimekupigia simu. Waipiga simu ili wewe sasa. Si nataka kujua kama unakuja lini. Hapo ukishajua itakusaidia nini wewe? Mbona unakuwa mkali kiasi hicho? Nisikize wewe nikwambie sawa. Usifuate usiku kwa mchana, ushanielewa? Halo? Halo? Mbona nifanyia hivi lakini? Kaka. Na ndugu zangu 4 hao. Hao ulipasua vichwa ndugu yangu. Kuna Selemiuno. Kuna mtu anaitwa Fuso Kavunjika. Kuna mtu anaitwa Mwinyichambuso. Alafu kuna mtu anaitwa Kunyesi. Kaka hivyo vichwa.
Waga ukinikumbusha vitu vya utotoni, nakumbuka mbali sana. Ulikuwa nahisi vile unavyoniita kaka, nilikuwa napata feeling ya mtu ambaye anaitwa kweli kaka. Kwa sababu na dada wa kike wawili, sikuwa na mdogo wa kiume. Kwa hiyo unajivunia sana kuwa na mdogo kama wewe. Hata mimi kaka nashukuru sana mpaka leo hii tuko pamoja, maisha yanaenda vizuri kabisa. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kabisa. Lakini kwa wewe, mimi naomba nikuulize kitu. Ile swala uliloniambia siku ile kuhusiana na Warda, ulimaanisha au uliongea tu kwa sababu upo na kaka yako? Ile swala siku ile bana pale mimi nilikuwa nimemaanisha. Yaani kilichokisikia ndio hicho kilichokuwa kitoka moyoni mwangu. Yaani kiukweli kabisa kutoka kwenye nafsi yangu mimi Warda ninampenda. Ulianza kumpenda Warda toka kipindi gani? Warda bwana, nimeanza kuwa na hisia naye toka nilipotoka masomoni. Na kwa nini awe Warda, si msichana mwingine yoyote hapa kijijini? Kaka leo kwa nini unaniuliza maswali magumu sana hivyo yani? Koe, unaongea naye hapa ni kakake Koe, lakini pia ni kakake Siawezi na kakake Warda pia. Kwa nikiwa naongea na watu watatu hawa, huwa mdomo wangu unafumba, moyo wangu ndio unaongea. Nakuelewa. Ila kaka, nataka niseme kitu kimoja. Ani cha kwanza ni kutokana na familia yenyewe jinsi ilivyo leo, pendo na amani. Alafu cha pili, mtu yoyote hata akiwepo huko anaopita anaangalia hapa kijijini anaona kabisa ile ni familia bora, mtoto anaweza kutamani kuwa na ile familia. Ila cha tatu ni upendo wangu tu mimi mwenyewe, kwamba nafsi yangu mimi mwenyewe imempenda tu yule binti, na sio kitu kingine. Kwa hiyo siwezi kupeleka hisia zangu kwa mtu mwingine wakati hisia zangu zipo kwa Warda kaka. Warda nampenda sana. Nisikilize Koe, mimi ningekuwa wewe, kati ya Warda na Siawezi ningemchagua Siawezi. Kwa sababu Siawezi anapoongea na mimi ni sawasawa na mtoto anapoongea na baba yake. Lakini Warda, sijui kwa sababu ndio mtoto wa mwisho, huwa akiongea na mimi anakuwa kama mtu anaongea na rafiki yake. Na mke bora ni ule mke ambaye atakufanya wewe uwe na furaha. Na imani kabisa Siawezi anaweza kukufanya wewe uwe na furaha. Lakini sikukatisha tamaa mdogo wangu. Endelea kumshawishi Warda. Lakini kipindi ambacho unamshawishi Warda, tupa macho yako mawili kwa umakini sana, kwa upembuzi wa hali ya juu kwa Siawezi. Utajua nini ninachomaanisha. Lakini mimi niko upande wako. Nitakusaidia ili mradi utimize ndoto zako za kuniita shemeji. Nakuelewa kaka. Maana mimi naona unagugumia tu. Hamna, asili ya moyo wa mtu ni kichaka kaka. Yaani nafsi ya mtu ni kichaka. Kwa hiyo huwezi jua. Sawa, mimi nalijua hilo. Siawezi na Warda, mara nyingi wanapenda kukaa na nyinyi kuongea hichi kitu ambacho nakiongea. Sababu nahisi mimi nimezaliwa ili mradi niwape nyinyi furaha. Katika mikono yangu hakuna kitu ambacho nimebaki nacho isipokuwa ni nyinyi tu. Hivyo natumia nguvu nyingi sana kuwalinda zaidi ya vile ambavyo najilinda mimi mwenyewe. Ninachokitaka mkijue tu, kila kitu ambacho ninachokifanya nakifanya kwa ajili yenu. Naomba Siawezi tupishe na maongezi kidogo na Warda. Warda, barua ya mwisho uliyoikataa ilikuwa ya mwanamume aliyekuwa bora. Ni mwanamume ambaye alikuwa amejitosheleza kihali ya kifedha na kitabia pia. Lakini leo nimekuja na salamu za mwanamume aliyekuwa bora zaidi ya yule wa uliomkataa katika barua ya 4. Ni nani huyo mwanamume? Ni mwanamume ambaye unamjua, tumekuwa wote, tumecheza wote. Ndio maana nimekuambia huyu ni bora zaidi, kwa sababu
najua kuanzia maradhi yake mpaka maisha yake ya kawaida. Ni nani? Maana unanizungusha zungusha tu. Ni Koe. Koe huyu? Kaka, mimi nina mtu wangu ambaye siku zote hizi nipo namsubiri yeye, nipo najilinda, najitunza, namsubiri yeye mpaka atakaporudi. Na nahisi wewe mwenyewe unamfahamu. Akirudi tufanye prosesi za ndoa. Sasa hapo ndo sijaelewa, maana nahisi wewe mwenyewe kaka unamfahamu. Warda, unafikiri kwa nini unaniambia una mtu wako alafu bado akitokea mtu mwingine anataka kukuoa mimi nakuambia? Kwa nini simwambie kwamba wewe una mtu wako? Unatakiwa uwe na uwezo wa kung'amua. Sawa? Mimi siwezi kukupangia mwanamume gani wa kukuoa, lakini nina uwezo wa kukwambia mwanamume gani bora. Kwa nini nimemzungumzia wa talaka na nini wa barua ya 4 nimekwambia bora. Alafu nakwambia bora zaidi. Kwa nini nisimtaje Taliki katika wanaume ambao wanawataja? Lengo langu mimi wewe uishi vizuri. Lengo langu upate furaha. Sawa. Una mwanamume ambaye unamhitaji Taliki. Unaamini yule Taliki bado anakusubiria kama wewe unavyomsubiria? Lakini kaka, wewe si ndio ulikuwa unatufunza kwamba na unatufundisha tuwe katika misimamo na tusimamie misimamo yetu. Sasa iweje leo wewe kaka unataka tena mimi nitoke katika msimamo wangu? Marehemu baba alikuwa anapendaga kusema neno moja tu, mtoto analazimishwa kulima, alazimishwi kula. Sasa mimi nimejitahidi sana kukulazimisha wewe ule. Sawa. Nitasubiri huyo mwanamume ambaye unayemhitaji wewe. Na leo ndo ninaukomesha mdomo wangu. Sitopata tena taarifa kuna mtu sijui anataka kukuoa. Mimi nikaja nikakwambia. Nisamee mimi dadangu, nina makosa kwa sababu najicheki mbele kwako. Hivi unamwonaje Koe? Koe. Koe ni kijana mzuri, pia mstaarabu. Na anawavutia wasichana wengi hapa kijijini. Kwani kuna nini? Nahisi kama kuna kitu ndani yangu kuhusu Koe. Kitu gani? Unajua sioni sababu ya kuendelea kukaa kimya. Na wewe ndio mtu wangu wa karibu. Kiukweli mimi nampenda sana Koe. Tena sana. Na nilishamfuata kumweleza hili. Ila Koe hataki. Hata sielewi nifanyeje. Usijali kuhusu hilo. Niachie mimi. Mimi Koe naelewana naye vizuri tu. Nitamfuata, nitamwambia na nina imani atanielewa. Mimi naamini wewe ndio mtu wangu wa karibu na ndio maana nimekueleza haya. Natumai kila kitu kitakaa vizuri. Yaani usijali. Wewe nisikilize mimi na kuamini. Yaani usijali kabisa.
Haijalishi ingechukua muda gani, ila bado ningezidi kukusubiri. Nashukuru pia. Sawa. Walda, nadhani ujumbe wangu umepata kutoka kwa Kasimu. Ni kweli umepata. Lakini Koi, wewe ni mwanaume mzuri. Pia una sifa zote za kuitwa mwanaume. Na wasichana wengi hapa kijijini wanavutiwa sana na wewe. Lakini kwa upande wangu mimi nina mpenzi wangu. Ananipenda na mimi nampenda. Na pia namsubiri arudi. Akisharudi tuje tufanye taratibu za ndoa. Kwa hiyo mimi nahisi utakuwa umechelewa, nishawaiwa. Ni sawa hivyo unachosema, lakini je, ungekuwa ni wewe afu unaambia maneno ambayo unaniambia mimi, ungejisikiaje labda? Ni kweli utaumia kwa sababu una moyo. Lakini pia fikiria kwa upande wa yule ambaye nimemsubiri miaka yote hii. Amenisubiri pia na yeye, alafu anakuja anakuta nimeolewa na mtu mwingine. Alafu mbona kuna mtu ambaye hanakupenda? Alikufata dada yangu, akakuelezea hisia zake. Ukamkataa. Mimi nahisi yule anakupenda sana kuliko hata wewe unavyonipenda mimi. Achana na habari za dada yako. Mimi naongea kuhusu mimi na wewe. Habari za dada yako zinaingia nini? Hem, tuelewane, mbona tupate kitu hapo. Ni kweli nakuelewa, lakini ni vigumu sana kwangu mimi kubadilisha moyo wangu kukupenda wewe wakati nina mtu wangu ambaye namsubiri. Na wanakijiji wote wanajua. Pia hebu jifikirie, wewe ndio ungekuwa yeye. Umenisubirisha miaka yote hiyo. Alafu unakuja unakuta nimeolewa na mtu mwingine. Ingekuwaje? Si mara mbili ya hiyo unayojisikia wewe. Kwa hiyo naomba unisamehe tu. Sawa, simekuelewa. Hana shida. Kweli. Sawa. Yaani bado kidogo ni mtume mtoto aje kwenu kukuita. Kuna nini? Una haraka ya nini? Unajua ulikuwa umesubiria kwa muda mrefu. Ukawa unawazia mpaka ukawa unakata tamaa. Jambo gani mama? Kwani kuna nini mama? Mbona unanificha ficha? Kuna furaha yako ya moyo. Kuna kitu kitamu kweli ulikuwa unakitegemea kwa muda mrefu. Yaani mfano wake kama mama amekaa anapika upilau pale alafu njaa inauma. Akaja mwenzi akaongezea chumvi. Like, subiri, mbona una haraka? Sasa mama wewe unafikiri umeniambia kuna kitu? Tauki. We Tauki. Tauki. Mama. Hebu njoo. Tauki. Hii jamani mama. Waida rafiki yangu. Wewe. Huyu rafiki yako? Huyu sio rafiki yako. Huyu zaidi ya rafiki. Mbona hivyo mambo zako ovyo ovyo tu? Sawa mama, nimekuelewa. Jamaa mimi naenda dukani. Hamna shida. Waida. Vipi? Mbona uko hivyo rafiki yangu? Niko vipi? Sasa umeisha. Unajua kuisha, yani umekonda vibaya mno. Nini tatizo? Vipi, mbona umepauka sana rafiki yangu? Yaani umeisha, umekonda, umekuwa kama kabibi fulani hivi. Nakutania bwana Walida. Nakutania, sawa? Vipi? Safi. Kijijini wanasemaje? Jambo, naona mjini kumekupenda. Hata wewe kumekupendeza sana kijijini, umekuwa kama mama wa kijiji yani. Mbona umerudi hujanipa taarifa? Nikupe taarifa ile ile James. Kama taarifa mama ilishamwambia. Nalitegemea atakupa taarifa kwa sababu uko naye karibu sana. Sasa sijaona tatizo. Ni sawa, ujumbe nimeupata. Na
lakini sioni kama kuna ubaya mtu kumpa taarifa mpenzi wake. Umeondoka miaka 3, umerudi, ni vizuri kumpa taarifa mpenzi wako. Mimi sioni kama kuna tatizo hapo. Alafu kitu kingine, mbona king'ang'anizi sana Walida? Hivi mara ngapi umenipigia simu zako sijapokea? Na kuna muda ulikuwa unanipigia simu zako nakata. Hivi bado hujajiongeza tu? Nisikize nikwambie. Tariki yule ambaye umemzoea wewe sio ndo tariki huyo. Nadhani unaniona jinsi nilivyo. Alafu pia hata wewe mwenyewe unajiona jinsi ulivyo. Alafu kwa kifupi, mimi na mtu wangu nimemwacha mjini, ila nadhani atakuja kijijini kwa ajili ya kuja kumwona mama. Ila tambua Tanki, nimekataa barua za watu wengi. Pia nimegombana hata na kaka yangu kwa ajili yako, nikiamini kwamba ukirudi tunafunga ndoa. Mpenzi wangu, sikukutuma uzikataa hizo barua, ni shobo zako mwenyewe. Tanki mpenzi wangu, umefikia huko? Nadhani nishanielewa, ila naomba unisamehe. Tanki. Afadhali leo tumekutana. Hivyo unajichukulia keki sana? Au unajichukulia queen kwenye keki kijiji au sio? Sasa sikiliza nikwambie. Leo unataka majibu hayo mawili. Kunikubalia au nifanye ninachotaka. Lazima nikulishe mchanga leo. Umemaliza? Nilivyoanza nilikwambia. Mnyobo hujaelewa kitu kimoja. Kukaa kwako mjini sio sababu ya wewe kuja kijijini ukategemea utampelekesha kila mwanamke. Nisikilize nikwambie. Hapa kijijini kila mwanamke ana sheria zake na misimamo yake na heshima zake. Ndio kwangu ilivyo. Na heshima zangu na misimamo yangu. Sikutaki. Sikiliza. Nini? Usiniletee pigo hizo kabisa, umesikia? Usiniletee pigo hizo. Hebu njoo. Bwana sitaki. Niache. Wewe. Kuna nini hapa? Si yule pale yule. Wafanyaje? Analazimisha tena nitaka. Wewe bro. Vipi bro? Kuna mbwa wenzio walikuja kama wewe wakaleta itikadi kama unazozileta wewe. Ila matokeo yake kaondoka kichwa chini miguu juu. Kwa upimbi unaoleta, angalia. Afuata kwa tambua huyu ni mwanamke wangu. Sawa? Kitu chochote kikimpata huyu mwanamke, mimi nitadili na wewe. Si unanielewa? Potea. Potea! Bwana. Wewe? Unaumwa? Hapana. Mbona unalia? Umekuwa sasa hivi dadangu, si ndio? Hapana. Na maana mimi nimekuwa mgeni kwako, ukiwa sawa sijui, ukiwa hauko sawa sijui. Hebu niambie kwanza nini kinachokuliza?
Kaka, mtu nilikuwa namtegemea akirudi aje anioe, amenikataa. Sasa kulia una voice ndio kutakusaidia nini? Zimekuja barua ngapi hapo umezikataa kwa ajili ya talaka? Barua ya 4 ambayo ilikuja hapa ya mwanamume ambaye hanajiweza, ana uwezo wa kifedha na namjua vizuri, nilijua kabisa kwamba dadangu anaenda kukuweka sehemu salama. Umekataa barua. Ya mwisho kabisa umezikataa habari za Koe hapa. Nimeongea nawe kuhusiana na Koe, umekataa kata. Wakati Koe ni kijana ambaye tunamjua, mmekuwa wote, namjua tabia zake, najua kabisa ni mwanamume sahihi kwako. Umeng'ang'ania talaka. Sasa wewe unachokuuliza kitu gani? Hayo ndio malipo ya mtoto aliyekuwa mkaidi kwa wazazi wake. Na bado utalia zaidi ya hivi. Unaleta upumbavu, mtu anaambiwa vitu vya maana. Yaani wewe sio msikivu, wewe uko tofauti sana na Siawezi wewe wala. Sasa unavolia ndio kukulia kuna kusaidia nini sasa? Ndio talaka atakukubali kwa sababu unalia. Sasa sikia, mfuta machozi. Mimi napata talaka huko kwa mama yake. Hapana. Mtalimaliza tu mimi mwenyewe. Wewe muache. Unalimalizaje sasa? Wakati mtu mwenyewe umekaa tu hapo unalialia bila sababu za msingi. Unatakiwa mtusikilize. Mimi nimekuzidi wewe. Nimezaliwa mimi, kazaliwa mwingine bahati mbaya, kazaliwa Siawezi ndio umekuja kuzaliwa wewe. Mimi najua. Sasa acha kulia. Mimi ile swala lako nitalishughulikia. Nitajua nini nifanye ili mradi jambo liende sawa. Sawa? Sawa, asante. Alafu siku nyingine nikukwambia kitu. Samahani sana kwa majibu ambayo nilikupa siku ile. Najua umejisikia vibaya lakini nisamehe sana. Kutokana na kipindi kifupi nilichopitia cha mahusiano, nimegundua kwamba kukataliwa kunauma. Nimejifunza kupenda ninapopenda. Na si sehemu nyingine. Nina mwanamke ambaye ananipenda. Ni wewe Siawezi. Kwa hiyo nakupenda sana. Koe, nilikusamea tangia siku hiyo. Hata ingekuwa kwa muongo mmoja, ningekusubiri tu. Maana ndoto yangu ni kupata mume aliye bora. Na mwanaume wa ndoto zangu ni wewe. Nashukuru Mungu kuliweka sawa hili. Na hatimaye leo umeelewa nini kilichokuwepo ndani ya moyo wangu. Hata mimi nakupenda sana zaidi. Hapana mama. Kwa nini unapenda kunifosi? Nakufosi. Nimeshakwambia Walida mimi sio chaguo langu. Mbona unataka kunielewa? Na kwa nini unilazimisha mimi niwe na Walida? Lakini tambua mwenzio amekaa ndani ya miaka 2 anakusubiria wewe. Leo unakuja eti mimi sitaki kuoa, nimekuja na mwanamke mwingine. Kwa ajili umepata kazi? Mama. Hizo mila mnazoleta zishapitwa na wakati. Kwa nini tuanze kupangiana sasa hivi? Mimi nishakwambia Walida mimi simpendi. Shika adabu yako. Narudia tena, shika adabu yako. Ukitaka usitake utamuoa. Hala mnaona tutakuja tukosane bure. Ngoja nikuache mimi naondoke zangu. Wewe. Bora ningezaajiwe kulikuwa ni mtoto huyu alikuwa kama sanamu.
Walda, najua unapitia magumu sana juu yangu, na mimi leo nimeamua kuja kukuambia ukweli. Sikuwa na nia mbaya na wala pia sikuwa na nia kukuchezea, na endapo ningekuwa na nia kukuchezea basi ningekutumia alafu nikapita. Na pia Walda, mamangu hawezi kukusaidia kitu chochote kuhusu mimi. Mimi ndo nimeshaamua. Kwa sasa hivi mimi na mtu mwingine. Muda wote na saa yoyote atakuja hapa kijijini. Talki, mimi najua sawa uko sahihi, kwa sababu kila mtu anatakiwa ampende mtu ambaye anatoka ndani ya moyo wake. Lakini kumbuka Talki, wapi tulipotoka. Pia hisia zangu ziko kwako. Japokuwa unasema haunitaki, lakini mimi nakupenda bado. Na bado unaishi katika moyo wangu. Mimi ndo nimeshaamua, nimeshakwambia na mtu mwingine. Sawa, najua unihitaji. Lakini kumbuka tulipotoka. Kumbuka nakupenda Talki. Elewa ninachokwambia. Umechukua maamuzi mazuri sana. Lakini wakati unachukua maamuzi yako, unatakiwa uangalie Walda amepoteza muda mwingi sana kwa ajili yako. Leo kusubiri kwake mimi kuna msuri. Shikamoo mama. Marahaba, hujambo? Sijambo mamangu, za hapa? Nzuri. Karibu. Asante. Mama, ndio yule mgeni nilikuwa nakwambia. Baby. Mamangu. Nashukuru kumfahamu, nashukuru kukuona mama. Asante. Karibu. Asante. Sema tulikofanana. Mmefanana. Haya. Mama. Sisi tuko ndani basi. Nimeshakwambia mimi ni mama. Alafu maumivu ambayo unayasikia wewe na mimi lazima niyasikie, sababu mimi ni mwanamke. Hata mimi hao niliyapitia. Mwanangu, usife moyo. Na wala usilie. Litakuja ili shetani. Yaani watoto wa siku hizi lana. Eti nimekuja na mwanamke, mwizi kaka muda wote anamsubiri nakuja. Nimepata mchumba mwingine. Chumba gani? Chumba Valanda. Nasema anakuja. Mimi si ndo mama yake. Atakuja. Sasa kwa nini? Sikuelewi, siwezi nikakuelewa kwa nini. Nipe muda basi na mimi nataka niongee. Hapana. Huwezi kunieleza kitu Tarik. Yaani pesa zote zile mimi nilikuwa nakupa, umeshindwa kujali hata wazazi wako. Wazazi wako wanaishi kwenye nyumba ya namna hii. Hivi kweli umeshindwa kujengea hata wazazi wako nyumba nzuri? Mami, naona kama naweza nikasema unanichumia dhambi. Hii nyumba unavyoona ndio ishajengwa, nishamaliza. Si unaona huko juu kulikuwa na majani, mimi ndo nimetoa nimeweka bati kwa pesa zako. Ili eneo lote lilikuwa la mtu mwingine, mimi ndo nimekuja kununua kwa pesa zako. Iweje leo niambie pesa nazichezea? Nilikupa pesa uje uwajengee wazazi wako. Iko wapi nyumba Tarik? Naomba unisikilize. Mimi mwenyewe nina mengi ya kuongea. Naomba unisikilize basi mami. Huna cha kuongea, huna cha kujitetea hapa Tarik, siwezi nikakuelewa. Naomba unisikilize. Siwezi nikakuelewa. Unashindwa, wewe ni mwanaume ambaye haufai kwangu. Kama unashindwa kujali wazazi wako, unaweza ukalea watoto wangu wewe? Unaweza ukawajali watoto wangu? Pesa sijazichezea, narudia tena mami. Sijazichezea.
Na hivi ninavyokuambia, yani hivi unavyoona ndo mpya kwa huku kwetu sisi, hii ndo mpya. Hapa tushamaliza, yani ni finish, tushamaliza. Tarik, unataka kuniambia hii nyumba ni mpya hii nyumba? Yani ninavyokuambia, hapa ndo tushamaliza. Mami, tushamaliza, hii ni finish tayari. Huku kwetu hii nyumba ndo mpya. Sikia. Kiukweli Tarik, nilitamani nikae mwezi mmoja hapa. Lakini kwa hali hii, sidhani kama nitamaliza hata wiki. Naomba kesho ukanikatie ticket naondoka. Sasa unaenda wapi? Kasim. Naam. Baba amekuja kuwataka radhi kwa yote yalikuwa yametokea. Mimi hayakuwa matarajio yangu. Matarajio yangu kwa mdogo wako awe mkwe wangu. Penda sana. Binti amejitolea kwa kina. Mapenzi yote. Siwezi ongea mengi. Mwanangu usilie. Pamoja na yote lakini niko pamoja na wewe tu. Nimekosa kuwa mkwe, basi nitakuwa mama. Sikuwa na jinsi tena mwanangu. Maki nimembembeleza, nimechukua umama, nimefanya ujasiri wa aina yote, nimemaliza. Yote. Lakini majibu ndo hayo. Na siwezi kuongea maana naona kama ni akashfa. Naomba Kasimu mwanangu, msamehe sana. Mama. Mimi nimekuelewa. Bila shaka na Warda pia amekuelewa. Nadhani katika kijiji cha kuna mtu asiyejua upendo wako zidi ya Warda, na upendo wa Warda zidi yako. Dadangu amekataa barua nyingi sana. Tena barua zingine za wanaume wenye uwezo wao zaidi ya vile ambavyo Talki alivyo. Lakini hata nikiongea hayo leo hasaidii kitu. Warda, kila jambo linaenda kwa riziki dadangu. Mimi nachukulia Talki hakuwa riziki yako. Na ningependa na wewe pia uchukulie hivyo. Mimi naamini mwanamume bora zaidi ya Talki yuko njiani anakuja kwa ajili yako. Usilie. Nadhani unajua katika kitu ambacho sipendi kukiona, sipendi kuona wewe na siawezi mkiwa ambazo tusha machozi. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Pia mama, nashukuru. Mpaka dakika hii upo upande wangu. Utabaki kuwa mama wangu. Hakijaribika kitu. Wewe ni binti yangu. Na nitakuwa nawe pamoja. Hata kama hili halijatokea, lakini wewe ni binti yangu. Nakupenda sana. Kaka bana, mimi nashukuru sana. Nashukuru kwa ile swala ambalo ulikuwa umeniambia. Na mimi mwenyewe nimepembua kwa yakinifu kabisa, nimeona mwanamke ananifaa ni yupi. Kwa hiyo sitaki tuchoshane sana, wewe mimi nikakuchosha. Kilichonileta hapa mimi kwako leo ni kwa nataka nilete barua. Sawa, ni maamuzi mazuri. Lakini wewe sio mgeni na nyumba hii. Namna ambavyo nimewalea dada zangu. Si wewe tu. Mwanaume yoyote angemuoa dada yangu, angejivunia kuwa na mwanamke kama dada yangu. Katika mila na desturi za Kiafrika, kuna namna ambavyo mtoto wa kike anatakiwa alelewe. Na nimejitahidi sana katika hilo. Sasa, usikuwa unahitaji barua kwa sababu ya kuniogopa. Sitaki masiala na dada yangu yoyote. Yani adui wa kwanza katika maisha yangu ni adui ambaye atataka kuizalilisha familia yangu. Atakayetaka kufanya wazazi wangu waonekane hawajatulea vizuri. Sawa? Kama kweli unataka kuoa, mimi sina pingamizi, siwezi kukupinga kwa sababu pia
nilitamani tuongeze kile kilichopo baina yangu mimi na wewe, na hicho nachokiendea ni jambo kubwa sana. Tulivyoambiwa ndoa ni nusu ya dini. Usifikiri tu kukunja goti kukwambia nimekuozesha mdogo wangu siawezi binti nani ikawa imetosha, wewe ndio umeifanya dini nusu. Maana kuambiwa ndoa ni nusu ya dini ina maana kuna magumu mengi sana. Sawa? Mitume walipigana vita, walijitenganisha na ndugu zao, walifanya nini? Alafu wewe tu kitendo tu cha kuoa iwe nusu, basi ujue si rahisi. Inatakiwa subira, inatakiwa uvumilivu. Siawezi na mapungufu yake, wewe pia una mapungufu yako. Mimi nimekubali kwa moyo mmoja na ile jambo linatakiwa lifanyike haraka iwezekanavyo. Mimi nashukuru kwa hilo kwa sababu naona umelipokea kwa mikono miwili. Yeah. Kwangu naona ni jambo la faraja sana. Sawa, mimi unajua kabisa siwezi kukupinga. Je, siawezi umeongea naye? Siwezi, yeye hana shida. Mimi nishamalizana naye yule. Yaani tushamalizana kabisa kuhusu swala. Sawa. Mimi nakusubiria wewe tu hapa. Hodi. Karibu. Sasa hivi Safi tu. Karibu. asante. Kasim nimemkuta. Kasim, Nimeelekezwa kwamba anaishi hapa. ni nani yako? Kasim mimi nilisoma naye. Ni rafiki yangu. Bana! Mume wangu. Ameoa? Ni mume wangu. Ni baba mtoto wangu pia. Hongera. Karibu. Asante. Kasim. Dona, umefikaje huko? Nilielekezwa na mtu. Karibu sana. Kasim. Umeoa? Ya, nimeoa. Ni mke wangu na huyu mtoto uliyemwona ni mtoto wangu. Naona umezidi kuwa mrembo Dona. Siamini kama ni wewe. Ni mimi. Baada ya misukosuko, wajua mimi ni mbwa. Kamwe siwezi kumbwekea simba. Babako alinizidi kwa kila kitu. Nilihisi naweza nikapoteza maisha kwa ajili yako. Nikaamua kurudi kijijini, nimeoa, nashukuru nina mtoto na niko na amani sasa. Bila shaka na wewe urembo usio bure, kuna mtu ambaye amekufanya uwe na amani. Kasim. Sijawahi kupata mwanaume kama wewe. Maisha yangu baada ya kupotezana, wanaume wote niliokutana nao, niliokuwa nawapata, hawakuwa na mapenzi ya kweli. Walikuwa wakifuata maslahi tu. Bado sijapata Kasim. Sijapata mwenye mapenzi ya kweli. Nimekuwa nikikukumbuka sana. Bwana, mimi saizi niko na furaha.
na kuomba hata wewe pia uwe na furaha. Hapana Kasim, sijai kupata furaha. Sijai kupata furaha Kasim. Wanaume nawapata, naona ni kwa ajili ya kuniumiza tu. Kwangu wanafuata maslahi tu. Sijai kupata mwanaume kama wewe. Kumbuka Kasim, mume wako amekuwa akiishi kwangu. Mimi nadhani tunatakiwa tujichukulie maisha yetu yaliyopita nyuma yote ilikuwa ni kama ndoto. Na kwa sasa tumeamka katika usingizi mzito. Sawa. Naomba usahau kila kitu kuhusiana na mimi. Sababu siwezi tena kuwa na wewe. Sawa. Kwanza blaza wako hayupo? Nahisi kaka ametoka, hela hatochelewa kurudi. Sasa kwanza samahani kwa kupotezea muda. Bila samahani. Leo ndo nimegundua kwa nilichokuwa nakiongea mwanzo hakiko sahihi. Na pia nahitaji nijirekebishe au nijisahihishe kwa maneno niliyoongea mwanzo kuhusiana na Waldo. Kwa huu muda naweza nikwambia mimi nahitaji niwe na mke. Na nimekuja hapa naomba uniombee samahani kwa Waldo. Nahitaji awe mke wangu. Cha kwanza nikupe hongera kwa kutambua makosa yako. Ni binadamu wachache sana wanakosea alafu wakatambua makosa yao. Cha pili nikupe pole. Pole sana. Kwa sababu Walda kwa sasa hapa hayupo. Takribani miezi mitatu sasa ipo Dar. Na hata hivyo tunajiandaa mwezi ujao afunge ndoa. Sijakuelewa. Anaolewa mwezi ujao. Unamaanisha Walda anataka kuolewa? Anaolewa. Pole sana. Inamaanisha nimekosa vyote. Nitaka vyote. Hauwezi kuniambia samahani. Umechelewa tayari.